Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa Terasi Mzungu TV and NBC. Leo hii tuko ndani ya viunga vya shule ya Kabukundani Sekondari, na lengo hasa kubwa ni kuja kwenye mafunzo yanayohusiana na elimu jumuishi. Mafunzo haya yameshushwa kutoka ngazi ya juu basi yameshuka mpaka chini, na kwa kwanza leo tulikuwa na mkuu wa shule, walimu wakuu, lakini vile tulikuwa na wenye viti wa kamati za shule ambao tulikuwa nao kwa ajili ya kupata haya mafunzo. Ambatana nami sambamba twende tukajionea kupitia mafunzo haya ambayo nakwenda sambamba katika kuwapa elimu. Taanza kulingana na namba. Sababu imejaliwa tu kwa mchanganyiko. Maana mwanzo kuongea makundi kusema moja mbele mpaka 6, lakini kwenye namba wakati wa makundi sikuwa kulingana na makundi yote zona pamoja. Kwa hiyo basi tuanze na waliopata swali la kwanza. Tuanze na waliopata swali la kwanza. Ni kundi gani? Namba 4. Asante. Ile mwili, jinsia, kiuchumi, kijamii, elimu na kiakili wanashirikishwa kikamilifu na kwa usawa katika shughuli za kijamii, kiuchumi, kielimu, siasa. Au kwa kifupi, tunaweza kusema kuwa jumuishi kuhakikisha hakuna mtu ambaye anabaguliwa au kuachwa nyuma kwa sababu ya tofauti alizokuwa nazo. Pia tunaona kusema usiachie hapo kwa sababu swali limesema elezea onyesha na vipengele vya jumuishi. Kuna usawa wa fursa, kuheshimu tofauti, kushirikisha makundi yote na kuandaa kuepuka vikwazo. Wasilisha. Asante. Naomba kama kuna ambaye anaongeza hapo au kutoka kwenye kikundi kuna ambalo hajasomwa, basi tunaomba mjazie, au wengine, au kama kuna sehemu ya swali kwa dakika moja tuchangie. Twende kundi na swali la pili. Swali la pili namba 3, swali namba 2. Swali nasema unaelewa nini kuhusiana na EPOR? Wale wanaoandika. Kama kundi tulijadili tukaona kwamba huu ni mradi wa serikali kuu wa elimu walipa kutokana na matokeo. Kwenye mabano tutajaribu kuandika maana yake ambayo Education Program for Results ndio kifupi cha yale ya maneno EPOR. Pia tukaangalia mambo yafuatayo kuzingatiwa katika mradi huu. Yaani ili upate huu mradi na mambo kadhaa huwa yanatakiwa yafanyike. Jambo la kwanza ni kudhibiti mdondoko wa wanafunzi. Unaposema mdondoko ni kuhakikisha wale wanafunzi waliosajiliwa idadi ile ndio wanamaliza shule. Pili ilikuwa ni kufikia malengo ya uandikishaji. Mara nyingi walimu huwa tunatoa malengo au maoteo kila mwishoni mwa mwaka katika uandikishaji kwa darasa la awali pamoja na darasa la kwanza. Sasa utakapofikia malengo vizuri yale ambayo mmejiwekea, unaweza ukapata huu mradi. 3, matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo shuleni, yaani fedha na watu pamoja na miundombinu. Hapa maana kama umepewa huu mradi na umeutumia vizuri, umesimamia vizuri hiyo miundombinu iliyoletwa, kwa hiyo kuna uwezekano wa kupata tena mradi. Namba 4, usimamizi mzuri wa miradi, ufaulu mzuri kwa wanafunzi. Hapa tunazungumzia kwamba kama taasisi itakuwa na mwendelezo mzuri wa ufaulu kwenye mitihani ya kitaifa, basi kuna uwezekano wa kupata mradi. Namba 6, uwepo wa data sahihi shuleni zinazolingana kwenye mifumo yote. Kwa maana pale shuleni kuna mifumo kama Braille, elimu msingi na
sisi. Kwa hiyo kama darasa la kwanza wanasomeka 90, kwa hiyo katika hii mifumo yote wao wanasomeka 90. Basi wepo kwenye mfumo mwingine wako 45, wako 70. Kwa hiyo lazima data zetu ziendane sahihi katika mifumo yote. Naomba kuwasilisha. Asante. Kama kuna mwenye nyongeza aidha kutoka kwenye kundi hilo ama kutoka nje ya kundi, karibuni. TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi ya shule ya sekondari Kabukundani iliyopo kata ya Kabukundani, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisko wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.